Kwa kalamu yako na daftari yako, andika somo letu linaitwa vita vya kisadaka dhidi ya siku ya kuzaliwa. Tuanze na Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, leo ni siku ya vita ambayo tunakwenda kupambana na milango ya kuzimu. Tunakwenda kupambana na falme za giza. Bwana, jitukuze ndani ya neno hili. Kila mtu ajue namna ya kusimama na kufanya vita vya kisadaka kwa mkono wako wenye nguvu. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, upate kutushindia. Naweka haya mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu aseme amina. Andika lengo la somo. Ujue mbinu za kufanya vita vya kisadaka ili kuishughulikia siku ile uliyozaliwa. Upate aina ya maisha ambayo Mungu aliyakusudia au Bwana aliyakusudia kabla ya wewe kuzaliwa. Hiyo ni pointi ya msingi sana. Andika pointi ya pili. Aina ya maisha imefungamanishwa ndani ya siku yako ya kuzaliwa katika ulimwengu wa roho. Ulivyo ni matokeo ya kitu kile kilichopandwa siku ile ulipozaliwa. Pointi namba 3, andika. Eneo la kwanza ambako uadui unafanyikia ni kwenye tumbo la mama, tumbo la mwanamke. Kwa hilo ni eneo ambalo vita vya kiroho dhidi ya shetani vinapiganwa kwenye tumbo la mama. Kitabu cha Mwanzo sura 25 na ule mstari wa 21 mpaka ile 26. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako. Sema amina. Na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwa tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, wakamuita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, mkono wake umemshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo hapa tunaona tumbo la mama Rebeka. Mama huyu amebeba mimba kama ambavyo mama yake alibeba mimba, kama ambavyo we kama ni mwanamke utabeba mimba ama ulishabeba mimba. Lakini hapa tunachokiona ndani ya hili tumbo la huyu mama kulikuwepo na vita. Kwa watoto wawili mapacha aliyokuwa amewabeba, Biblia inasema wamefarakana. Kwa huyu mama alibeba roho ya mafarakano kwenye uzao wake. Maisha ya Esau na Yakobo mpaka leo hawaelewani, hawapikiki chungu kimoja. Esau ndiyo Siria ya sasa, Yakobo ndiyo Israeli ya sasa. Mwendo wa mabomu kulipuana na kuuana mpaka leo.
wale hawapikiki, hawaelewani milele. Hata angekuja nani kuwasuluhisha ni impossible. Kutoka 17 mstari ule wa 8 hadi wa 16 unauona uzao wa Esau unaitwa Amaleki. Kwa katika watoto ambao Esau aliwazaa, mmoja wapo kwenye kizazi chake anaitwa Amaleki wa Amaleki. Angalia, baada ya miaka mingi kupita, wana wa Yakobo ambao ni Israeli wamekaa miaka 430 Misri. Siku wanatoka, wamevuka bahari ya Shamu, wakapita eneo la jangwa la Shuri, wakapita eneo la Mara, wakaenda Erim. Sasa wanafika eneo linaitwa Lifidimu. Pale Lifidimu alikuwa anakaa Muamaleki. Muamaleki ni mjukuu wa Esau anayetoka kwenye kizazi cha yule Suria. Maandiko matakatifu yanaeleza waziwazi, wale wa Amaleki walipowaona wana wa Yakobo wakakumbuka ugomvi, wakawaambia, nyinyi hapa kwenye nchi yetu hampiti. Wakawawekea zuio. Kwa kuna watu ambao tunapitia mazuio, roadblock. Kwenye ndoa unazuiwa, kwenye biashara unazuiwa, kwenye huduma unazuiwa, si kwa sababu una roho mbaya, ama unazuiwa kwa sababu hujui kuomba. Ni kitu cha kuzaliwa. Inawezekana uko hapa, lakini kwenye uzao wa mama yako, kwenye uzao wa ukoo wako, kwenye uzao wa kabila lako kuna roho ya Amaleki, kuna roho ya Esau. Kazi yake ni kumzuia Yakobo. Narudia tena, mazuio unayoyapitia yaangalie kiroho kabla ya kuangalia watu. Unafanya vita kimwili, kumbe we mwenyewe toka uzaliwe ulishaambiwa uendi. Kwa Yakobo alipofika Lifidimu, wakaambia, hapo upiti bwana, hapa upiti. Kwa mtumishi wa Mungu Musa akaelewa kwamba vita hii ni vita ya kiroho, nifanyeje? Akaenda kwa Mungu. Bwana ya ulituambia unatupeleka katika nchi ijayo maziwa na asali, mbona hawa jamaa wanatukataza tusiende kwenye maziwa? Kutoka 17 Mungu akamwambia, ingia kwenye maombi. Kwa kuna vita nyingine utaipigana kiujanja kuujanja. Kuna vingine mwanangu inahitaji maombi kwanza kabla ya kupigana. Si kila kitu ni cha kukemea. Kuna kitu kingine unamuita Mungu akufungulie mlango. Kwa huyu Yakobo na Esau, vita vyao vinaendelea. Kizazi cha 4, Musa akaenda kwenye maombi. Soma Kutoka 17:11. Biblia inasema Musa alipoinua mikono, Israeli wakawashinda wa Amaleki, na Musa aliposhusha mikono, wa Amaleki wakawashinda wa Israeli. Sijui kama unaelewa hapa. Kwa hiyo Musa akiacha kuomba havuki. Kuna watu hapa mkiacha maombi hamvuki, kwa sababu mazuio ulionayo wewe ni ya kiroho. Biashara utaifanya kwa maombi, ndoa utaishi kwa maombi, utahubiri baada ya kuomba, utaishi kimaombi maombi. Wakati wengine wala hana tabu, yeye anakula na kushiba na vile vitu vinaenda. Usipojiangalia utapita kwenye mlango sio wa kwako na hautafika unakokwenda. Ni lazima baba mama upeleleze na uangalie kwenye familia, kwenye uzao wa mama yako, kwenye viuno vya baba yako, ni kitu gani kinachowazuia. Ukiona kinafanana, hicho usitafute mchawi Dar es Salaam. Watu wengi wanahangaika kwenda kwenye maombi na maombezi, lakini hawatafuti maarifa. Wanamtafuta akina Katunzi watuombee. No. Kuna mahali Katunzi atakuombea, kuna mahali Mungu anataka asikie sauti yako. Mama yako simjui. Kwa kizazi cha 4 kinapambana na kizazi cha 4, wanapigana kitu ambacho kimezaliwa, wao hawakuwepo, lakini kinaendelea. Hawa wamekombolewa, wanapita kwenye lango linaitwa Pasaka,
Lakini kupita kwenye lango la Pasaka halizuii mpinzani kukupinga. Shetani yupo kihalali na Mungu yupo kihalali. Kwa hiyo hata ukimwambia aondoka, atakwambia brother, naenda wapi? Kwa sababu Mungu ameweka vita. Bwana alimruhusu. Ndio maana siku moja Yesu anakemea mapepo, yakamwambia, Bwana mkubwa, wakati bado, tunaomba uturuhusu twende kwenye nguruwe. Wanamwambia wakati wa sisi kwenda jehanamu bado. Kwa leo napokemea, ukimwambia shetani akutupa kwenda jehanamu, anakucheka. Jehanamu haijafunguliwa, ila ipo, inakuja. Kwa wakamwambia, Bwana mkubwa, unataka kutuhukumu kabla ya wakati? Kwa hiyo hapa nataka nikufikirishe nini? Tumbo la mama linaweza kuzaa baraka ama kuzaa laana. Kwa tunapofanya vita vya kuzaliwa kwanza, eneo la kwanza la kupigana ni kwenye tumbo la mama. Tumbo la mama, viuno vya baba vimebeba nini? Nilieleza kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 4. Bwana anamwambia Abraham kwamba wanaotoka kwenye viuno vyao ndio watakao kurithi. Na nikaeleza kitu cha kurithi kinatoka kwa baba kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo roho za kurithi zinatoka kwa baba, zinaingia tumboni kwa mama. Mama anazaa katoto kalikorithi kutoka kwa baba yake. Kutoka 15 mstari wa 4. Na nikafundisha namna ya kuombea viuno vya baba. Baba ana kiuno, mama ana tumbo la uzazi. Kwa mbegu ya mtoto kuzaliwa inatoka kwa baba inakwenda kwa mama. Kwa baraka ya uzazi ya kiroho iko kwa mwanamke. Ndio maana kila mwanadamu anaitwa uzao wa mwanamke, haitwi uzao wa mwanamume. Kwa sababu kitu cha kuzaa Mungu amekiweka kwa mwanamke. Kiroho, kibiolojia kiko kwa mwanamume, lakini kiroho kiko kwa mwanamke. Ndio maana namuona Mariam anapokea mimba kwa sababu yeye ni mzazi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana ukienda kwenye Biblia, Waebrania 11:11, Biblia inasema hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kubeba mimba. Siku zake zimekoma. Manake Mungu alifanyaje? Aliuisha vile viungo vya uzazi, huyu bibi kikongwe apokee ujauzito. Waebrania 11:11, isome na uelewe. Kwa maisha ya mwanadamu yanaanza vita tangu tumboni. Kama ni baraka ziwekwe tumboni, kama ni nguvu za Mungu ziwekwe tumboni. Kwa ni lazima tusemeshe matumbo yaliyotuzaa, tusemeshe matumbo yatakayozaa, ili yazae kilicho kitakatifu. Injili ya Luka sura ya 1. Ni lazima tuombee matumbo yazae kitakatifu, yazae wafalme, yazae malikia, yazae watu wa maana, sio vibaka wala wezi wala walevi, kwa kuombea matumbo. Injili ya Luka sura ya 1 ndio inakuja andiko lake, ule mstari wa 30. Haleluya. Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi cha baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariam akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika kajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Kwa hiyo hapa naongelea maisha ya mtu kabla hajazaliwa. Anaweza kuvamiwa na mapepo, anaweza kuvishwa nguvu za Mungu akiwa tumboni. Inafatana, mbeba mimba anajua nini. We baba, we mama, inawezekana bado unazaa. Usizae kwa sababu una tumbo la uzazi,
zaa kwa sababu unazaa chini ya makusudi ya Mungu. Swala la uzazi ni la kiroho, sio la kimwili. Bwana alianza kumwambia Adam na Hawa kabla hawajawa na mwili, akawaambia zaeni mkaongezeke. Nenda Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 27 na kuendelea. Anawaambia zaeni mkaongezeke. Hawana mwili wa kuzaa. Mwili wa kuzaa umekuja sura ya 2. Kwa swala la uzazi lipo kiroho kabla ya kuwa la kimwili. Kwa na wewe elewa, hauzai kwa sababu ni mwanamke, hauzalishi kwa sababu ni mwanamume, unazaa kwa sababu ni kusudio la Mungu wewe uzae. Twende Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 26 mpaka ile 28. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambahacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28. Angalia vizuri ndo hapo. Biblia inasema Mungu akawabarikia. Adam na Hawa hawakuvamiana. Bwana alipokwisha kuwaumba akawabarikia. Leo tunapomuona kijana wa kiume na kijana wa kike wanakuja madhabahuni, wanachokitafuta ni baraka za Mungu ambazo zimeruhusiwa sisi makuhani kuziachilia kwenye lango linaloitwa ndoa. Ukienda kitabu cha Hesabu 6 mstari wa 22 wa 27, Bwana anasema hivi ndivyo mtakavyowekeza baraka zangu juu ya uzao wa Israeli, baraka zangu juu ya watu wangu. Haya maneno anaambiwa Aroni aweke baraka kwa watu, na Biblia inasema haikanushiki, mkubwa ndiye anayembariki mdogo. Kwa Mungu ameweka mchungaji mbele yako. Kazi mojawapo ya uchungaji ni kuachilia baraka kwa watu. Kwa mojawapo baraka tunayoiachilia ni hii baraka ya Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Bwana akamwambia Adam njoo na Hawa njoo, akawabarikia. Mungu akawaambia sasa nimeshawabariki, zaeni. Hawaanzi kuzaa. Kwa badada unamuona dada au dada unamuona kaka fulani, unasema nimempenda, alafu mnachukua na mnaenda kuzaa. Huo ni utapeli. Itokee bahati mbaya, lakini sio fundisho. Kwa mtu anaposimama akaporuti akafundisha ujinga, ni lazima ujinga uondolewe kama ulivyoingia. Andiko huwa andiko huisha. Kwa hiyo hapa tunaona Mungu anawabarikia Hawa, anawaambia sasa nenda mkazae. Wewe unazaaje bila ndoa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo baraka ilitamkwa, ni Mungu anafungisha ndoa hapa. Anatamka baraka yao. Lakini nenda Marko sura ya 10 ule mstari wa 5. Yesu akawaambia kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu imeandikwa amri hii. Mstari wa 6, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mme na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamuacha babaye na mamaye, ataambatana mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa sio wawili tena, bali mwili mmoja. Mstari wa 9, angalia. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha. Sasa mtu anaunganishwa lini? Biblia inasema alichokiunganisha Mungu. Kwa hiyo kijana anapokuja madhabahuni na dada, kazi moja wapo ya mchungaji wa kiroho ni kuunganisha. Tunatamka baraka, tunawaunganisha. Katoka kwao na huyu katoka kwao, wanakutana kwenye madhabahu, wanaunganishwa. Leo nasema kufunga ndoa ni upagani. Nonsense. Andiko huwa andiko huisha. Kwa Bwana anaunganisha. Kwa ukijiunganisha wewe na dada, mmependana, mkajiunganisha kimsitu, nyinyi ni wazinzi. Kwa kuna machungaji wengine, kuna hama nabii na mitume wengine ni wazinzi tu. Ana mke wa pili, ana mke wa tatu. Kwani asifundishe portion? Kama mtu anaweza kaacha mke wa ndoa akaoa mke mwingine na akasema haleluya kanisani, unaweza kaelewa shida ipo.
Kasome Injili ya Marko sura ya 10. Mabingwa hawa wanaenda kwa Yesu, wanamuuliza ni halali kutoa talaka? Yesu alikubali. Anasema Musa aliwaruhusu mtoe talaka kwa sababu ya upagani wenu. Kwa yoyote anayetoa talaka kwa mke wake, yoyote anayetoa talaka kwa mume wake, Biblia inasema ni mpagani. Tusisaidie Biblia kuilisha maneno. Injili ya Luka sura ya 10 iko wazi. Marko 10 anasema akaondoka huko akafika mpakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Mstari wa 2. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Halo. Wanatafuta uhalali kwenye mdomo wa Yesu. Lakini Biblia inasema huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema Musa alitoa ruhusa kwa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mme na mke. Kwa unaweza wewe ukapata ajali ya ndoa, haina maana kwamba ni fundisho. Umepata ajali wewe, Bwana asifiwe. Ajali yako sio somo. Hasa hawa waovu kwa sababu wanazini, wanatongoza, sasa wanahalalisha utongozaji kwamba ni jambo la kawaida kanisani. Sio kweli. Kanisa ni takatifu. Kanisa ni la Yesu, sio la mtume wala sio la nabii wala sio la mchungaji wala la mtu yeyote. Kanisa ni mali ya Mungu. Naye anasema mtakuwa watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Mambo ya Walawi 20 mstari 26. Upuuzi unatoka wapi? Sasa mtu anaweza kana nataka kuongeza mke. Akapita kwa Yakobo, alikuwa na wake 2 na akachukua wa pili akaongeza. Kwani umekuwa Yakobo wewe? Yesu anasema tangu mwanzo Mungu aliumba mme na mke, hakuumba mme kwa wake. Kama mtu ana wake wengi atajibu kwa Mungu aliambiwa nani awe wake wengi. Lakini kwa Ukristo mke ni mmoja, mme mmoja, tumemaliza. Mengine ya hapo ni kamenga. Kwa nayasema haya kwa sababu tukinyamaza mawe yatapiga kelele. Kwa wanangu, hizi ni siku za mwisho. Mtayasikia mafundisho ya uongo. Manabii wengi wa uongo wametokea. Na Biblia inasema Kumbukumbu la Torati sura ile ya 13 mstari wa 1 hadi wa 13, akizuka nabii au muotaji wa ndoto akakutorea ishara, ishara ikatukia, atakapokuambia njoo tumwabudu Mungu mwingine usiyemjua, kataa. Kwa ukienda huyu anaweza kawa na ishara haya na kutapisha nywele na kadhalika. Kama mtu anaweza kukwambia uende na nywele kanisani, uende na mate kanisani ayaombe, unaweza kujua kwamba huyu ni mganga wa kienyeji yuko madhabahuni. Wanahitaji hata kuuliza. Lakini wajinga ndio waliwao, waaguzi ndio waliwao. Wanakimbia kwenda kuagua Wakristo. Tusipotezwe na idadi ya watu. Waitwao ni wengi, wateule ni wachache. Kwa unaweza kaenda kwenye congregation limefurika, watu wamejaa. Ufalme wa mbinguni hauko hivyo. Hata baa zinajaa, mikesha haina watu. Kumbi za starehe zinajaa, mikesha ina watu. Katika nchi nzima ya Sodoma na Gomora waliokoka watu wangapi? 8. Kwa hatutishwi na idadi ya watu, tunatishwa na idadi ya wateule. Dada, mama, baba, kuwa mteule twende mbinguni. Sema amina kwa jina la Yesu. Uwe mteule, usiamfia dini. Lakini leo naweza ukadanganya watu wakajaa, watu wataka mabumunda tu. Lakini nyinyi wa Kristo, Mungu awasaidie sana. Enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaroga nyinyi mnakimbia ghadhabu ya Mungu? Yohana anauona uzao wa nyoka. Wewe unaona uzao wa nani? Kama ni uzao wa nyoka unahubiri nyoka, na kama uzao wa Mungu unahubiri habari za Mungu. Sema amina kwa Yesu. Hivi Yesu alipohudhuria Kana ya Galilaya, alihudhuria harusi ya nani? Ilikuwa ni harusi ya nini? Hata Biblia jamani si inakukatalia. Yesu kaenda Kana ya Galilaya kwenye harusi, mnakumbuka? Akafanya na muujiza. Kwa kama Yesu atambui ndoa, alihudhuria harusi ya nini basi? Mpendwa, usisahau msalabani kwenye Kalvari pale ilikuwepo misalaba 3. Msalaba wa kwanza ni wa mnyang'anyi, msalaba wa pili ni wa mwizi, msalaba wa 3 ni wa Bwana Yesu wa katikati. Unaookoa ni msalaba mmoja.
Kwa hiyo unaenda na Mungu kwenye kanisa, unaibiwa Mungu wako, unachukua Mungu ibangwisi. Kwa kuna watu wamekwenda makanisani, walikuwa na vitu vya kiroho wakaibiwa. Ulikuwa muombaji, ulikuwa na macho ya rohoni, unaingia kwenye lile kanisa hagwire, unatoka una macho, una chochote, unabaki kama kopo, bendera fuata upepo. Watu wametengeneza mpaka mabwawa, unaenda kanisani unatumbukizwa kwenye bwawa kuoga, na watu wanaingizwa kwenye bwawa ili waoshwe nuksi. Damu ya Yesu inafanya kazi gani? Nao wakamshinda, Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hizi laana nyingine hizi ni za huko mlizoea kuagua huko. Katoto kadawa kanafuatilia dawa mpaka kanisani, hakataki kuabudu. Yesu anasema namna hii haitoki mpaka kwa kufunga na kuomba. Wewe unakataa kufunga na kuomba, tumbukia kwenye bwawa, uwe bwawa. Unafikiri mikosi inaondoka kwa wewe kuogelea bwawani? Yohana sura ya 6 mstari wa 52 hadi wa 56 anasema, auraye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima. Wewe unakulaje ugali kanisani? Kwamba leo tuna upako wa ugali, keki. Fikiria vizuri, wa Kristo nani aliwaroga? Hakuna revelation, uwezi ukaja na ufunuo ambao unapingana na neno. Huo sio ufunuo, huu ni utapeli. Bwana amenifunulia, amekufunulia nini? Leo watu wanafanywa vitu vya ovyo makanisani, vya ovyo. Uovu uko madhabahuni, utapeli uko madhabahuni, mabaya yako madhabahuni. Mungu atusaidie sana. Linda sana moyo wako mpendwa kuliko vyote lindavyo. Sisi wengine mioyo yetu inawaka ndani. Tunapoona uovu unaenezwa kwa gharama, mtu analipa bando, mtu anakwenda kwenye television, anaeneza uovu tu. Kanisa ni takatifu. Narudia, kanisa sio mali ya mtu. Kanisa la Kristo ni takatifu basi. Lakini nataka niliambie kanisa, Bwana Yesu anarudi tena, yuko marangoni. Kila mtu atapimwa. Hauingii kwa sababu mchungaji wako alikuzamisha kwenye bwawa. Umeshindwa kuishi maisha safi na matakatifu, wafa. Mambo ya kuhararisha uovu acha. Daudi anasema, Mungu niumbie moyo mpya. Unashindwa nini kuumba moyo mpya? Wanafunzi wa Yesu wakamwambia mwalimu, kwa habari ya ndoa hizi. Yesu anawaambia, mtu yeyote anayemtazama mwanamke kwa kumtamani amezini naye. Wale jamaa mitume wale 12 wakamwambia mwalimu, kama ni hivyo mbinguni anaenda nani? Maana yake hata wenyewe walikuwa wanaangalia wanatamani. Ndipo akawajibu waitwao ni wengi, wateule ni wachache. Ayubu anasema, nimeweka agano na macho yangu nisimtazame mwanamke. Ombea macho. Lakini wewe macho ngasungasu, upo kanisani kwenye kwaya ngasungasu, mhubiri ngasungasu, macho kama vile unataka kufa. Lazima ujiombee. Kuna dhambi nyingine unazo ndani. Omba Mungu akusaidie uende mbinguni. Acha kutetemekea wake za watu. Nasema haya ili uende mbinguni. Usiendekeze uovu na ukauhararisha na ukautafutia maandiko. Kuna watu ni waovu, wanatumia maandiko vibaya. Lakini Mungu atusaidie. Kwa uwanja wa vita wa kwanza ni tumbo la mama. Uwanja wa pili, eneo la pili la vita ni siku ile uliozaliwa. Inaweza kubeba laana, inaweza kubeba baraka. Ufunuo 12 mstari wa 4. Ufunuo 12 mstari wa 3 na wa 4 nasoma. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake viremba 7. Na mkia wake wakokota theluthi za nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto. Kwa shetani anasimama, kashindwa kumla mtoto, kashindwa kuharibu ficha ya mtoto akiwa tumboni, anavizia siku ya kuzaliwa. Anafanya vita dhidi ya uzao wa mwanamke siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo hapa unaona siku ya kuzaliwa ya mtu. Unamuona shetani anasimama akivizia mwanamke mjamzito
ili azaapo amle mtoto. Anakula nini? Andika, anakula nini? Kitu cha kwanza kinacholiwa siku ambayo mtu anazaliwa, lazima tujue huyu anavizia kula nini. Hapa sio isha kula nyama. Shetani ni roho na Mungu ni roho. Narudia, Mungu ni roho na shetani ni roho. Kwa hiyo hapa anavizia mtoto kiroho ili amle mtoto. Kitu cha kwanza anachokula, anakula kesho ya mtoto. Kile ambacho Mungu alimbebesha mtoto, sisi tunakiita kesho, kwa sababu kazaliwa leo, maana yake aina ya maisha ndiyo kesho. Kwa kesho yako iko siku ulikozaliwa. Siku yako ilipozaliwa ikiliwa, huna kesho. Kwa kesho ya ndoa, kesho ya biashara, kesho ya utumishi, kesho ya kipawa chako inaviziwa siku unazaliwa. Injili ya Mathayo sura ya 2 ule mstari wa 3, uandike kwa faida mpaka ule mstari wa 17. Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Yahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumshuhudia. Angalia mstari wa 3 hapo. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, akafadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Twende mstari wa 13. Na walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Halo. Wanamwambia yuko wapi mfalme? Kwa Yesu alitabiriwa kwamba anakwenda kuzaliwa mfalme, na Herode ni mfalme wa mwili, Yesu mfalme wa kiroho. Kwa Yesu amebeba kitu cha ufalme. Kama mnasoma Isaya, mnakumbuka kwamba uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, ataitwa Mungu mwenye nguvu. Kwa wakati anazaliwa Yesu, hakuzaliwa emptiness, hakuzaliwa mtupu, alizaliwa amebeba kitu. Kwa katika ulimwengu wa roho mamajusi wakaona, katika ulimwengu wa roho Herode akafahamu kwamba huyu dogo bila kuuawa mimi sina kesho yangu. Kwa Herode ni mfano wa shetani, anatafuta kumuua mtoto yupi? Aliyebeba kitu cha ufalme. Kwa baba, mama, mnaweza mkawa mmezaliwa wengi kwenye familia yenu, lakini inawezekana wewe umebeba kitu cha ufalme wa ukoo, umebeba kitu cha ufalme wa ukoo, wa kabila ama wa familia yenu. Yaani hapa napotaka kueleza, mkuu anazaliwa, andika. Mariam aliambiwa huyu unayezaa atakuwa mkuu wa watu wake. Kwa kuna watu ambao tumezaliwa ndani yetu tuna ukuu. Wachawi wanajua wewe ni mkuu, waganga wanajua wewe ni mkuu, watumishi wa Mungu wanajua wewe ni mkuu, wote wanakuambia wewe ni mkuu, wewe ni mtu mkubwa. Kwa hiyo haina maana kwamba mnajimu akikuona wewe ni mtu mkuu akakwambia wewe ni mtu mkuu, haina maana kwamba wewe sio mtu mkuu. Unatakiwa kuelewa kwamba kinachosemwa kiko namna gani. Nakumbuka mwaka 1997 niliwahi kutana na mtu mmoja wa Mungu, akaniambia kesho ya maisha yangu. Kwa habari ya utumishi nikaambiwa mwaka 97. Kwa habari ya uchumi nikaambiwa mwaka 97. Kwa anakueleza wakati wewe huna hata senti ya kula. Anakuambia Mungu ameweka fundisho lenye nguvu ndani mwako, wala sijaanza kufundisha. Kitu cha tatu, Mungu atakupa watu wengi. Mwaka 97. Kwa wewe unaamini kwa sababu amesema mtu wa Mungu. Amen, amen. Halafu unasubiri sasa
inakujaje hii? Kwa hiyo yanapoanza kutendeka ndipo nakumbuka niliwahi kuambiwa kuna siku hatupo, kuna watu watakuja hapa. Mpe Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Kwa kuna vitu wanaviona. Mamajusi wakaona, Herode akaona, akaanza kuvizia kuua. Kwa shida ya Herode sio damu ya Yesu. Shida ya Herode sio nyama ya Yesu. Alichobeba kwa ajili ya kesho kife. Kwa vita ulio nayo usipoielewe na winda nini, utapigania kwenye korido. Musa ni tofauti na Haruni. Vita ya Musa ni tofauti na Haruni, japo wote wanazaliwa tumbo moja. Kama umebeba kitu cha familia, Yakobo alizaa watoto 12. Lakini nenda kaangalie Mwanzo 49. Kila mtoto ana baraka yake, hazifanani. Baba anajua aliyezaliwa anaitwa Yuda. Akasema fimbo ya enza itaondoka katika Yuda mpaka atakapokuja mfanya sheria. Kwa baraka ya uongozi wa nchi aliweka ndani ya Yuda. Kwa kuna watu mmezaliwa kuongoza. Na watu wakishajua kwamba wewe umebeba kitu cha uongozi, wataanza kupinga toka primary. Kama umekuwa kiranja maeneo yote uliyopita kusoma, maana yake kitu cha uongozi kimo ndani mwake. Kifuatilie, utakaa kwenye uongozi wa nchi. Lakini watu wengine tukisukwa tuna give up. Nasema watu wengine tukisukwa tunaruka nje. Herode anamtafuta Yesu. Mungu anamwambia Yusufu, escape, kaa pembeni kidogo, pisha upepo. Kwa kumpisha shetani apite, haina maana unaondoka kwenye lengo. Baba, mama, umebebeshwa nini tangu siku ulipozaliwa? Usikiue hicho, hata kama unapingwa na Wahamareki. Hamareki kukupinga, haina maana Kanani yako haipo. Hamareki anakupinga, haina maana maziwa na asali hayapo. Ukimshinda Amaleki, asali na maziwa utakula. Bila msalaba hakuna baraka. Kwa Mkristo yoyote asiyetaka kupita msalabani, haendi mbinguni. Baraka zako zimefichwa kwenye upinzani. Bwana hakuna mtu aliyemuumba starehe. Leo namsoma Yusufu, lakini Yusufu alipita kwenye shimo. Lakini angalia Yusufu, nitakufundisha kesho, mama yake alipomzaa siku ya kuzaliwa kwake alisemaje? Anasema, huyu Bwana ameona teso langu. Kuna watoto wanazaliwa wanapewa majina. Yusufu anazaliwa, anasema huyu mtoto huyu amebeba maisha yangu ya kesho. Mama yake anatamka. Mama yake alitamka nini siku ulipozaliwa? Bwana asifiwe. Kwa watu wengi maisha yao yameharibiwa siku walipozaliwa. Na bahati mbaya atufundishani namna ya kuomba. Atusemeshi siku tulizozaliwa. Imezaliwa iko kushoto, iko kulia, hutaki kujua. Kwa hiyo Biblia inasema adui anakwenda kwenye kuvizia. Siku mtoto anazaliwa amle. Anamla nini? Anakula kesho. Kitu cha pili kinacholiwa, ustawi wako wa kiuchumi. Ustawi wa kiuchumi unawekwa kwa mtu siku anazaliwa. Swala la kuzaa, kuzalisha, linawekwa siku ile unazaliwa. Na adui anatafuta ulichokibeba wewe. Kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4, ule mstari wa 9 hadi wa 10, unamuona Yabesi. Yabesi mama yake aliweka kitu siku ya kuzaliwa. Na Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akasema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akasema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuzidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nao ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Kila mmoja wetu aseme amina. Huyu mama mimi sijui kilichompata, lakini mama anatamka kwamba mtoto naye mzaa ataitwa shida. Mtoto atakayemzaa ataitwa majuto.
Kwa hiyo mama huyu mjamzito, mimi sijui kilichompata. Kwa hiyo mama siku ya kuzaa akasema kwa mimba hii, anasema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Kuna watu anakwenda hospitali kupasuliwa, anamuita mtoto mkasi. Daktari mzalishaji anajua una kilo 7, mtoto anapasuliwa alafu anamuita mkasi. Kwa kuna majina mengine tunapewa kwa sababu siku tumezaliwa kulikuwepo na sababu. Lakini tunarudi kwa mama yake Yabesi. Mama yake Yabesi alikuwa na sababu za kiroho, lakini zikamfunga mtoto. Kwa dogo kila akikua anaona shida. Yaani kila anapokwenda yeye ni shida. Huzuni, pigwa kwenzi shuleni na walimu, huzuni. Kwenye biashara huzuni, kwenye ndoa huzuni, kanisani huzuni. Kuna watu hawana furaha na wokovu lakini kaokoka. Yaani yeye maisha yake ameokoka, hajaokoka, kara, ajara, kanywa, ajanywa, yeye ni huzuni, hajawahi kufurahi. Akifurahi dakika 2, dakika 4 na huzunika. Kwa hiyo Yabesi akasema hapana, kwa mujibu wa maandiko kuna baraka yangu. Nami nasema kwa mujibu wa maandiko leo iko baraka yako, upasi kuitwa Yabesi, wewe unaitwa furaha ya Bwana. Sema amen. Kwa hiyo Yabesi akaenda mbele za Mungu. Anakwenda kuisemesha siku aliyozaliwa. Siku uliyozaliwa ni lango linalobeba aina ya maisha utakayoishi. Na vita vya kiroho vinapiganwa langoni. Waamuzi sura ya 5 mstari wa 8 walipigana vita langoni. Lango moja wapo ambalo tunakwenda kupigana vita ni kwenye siku ya kuzaliwa. Siku yako ya kuzaliwa ilibebeshwa nini? Ya Yabesi ilibebeshwa huzuni. Ya kwake imebebeshwa nini? Nenda Ayubu sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Siku ya kuzaliwa inaweza kubebeshwa giza. Ibebe giza, ikabeba utasa, ikabeba tabu na shida. Kwa nini? Aliyetamka alikuwa na sababu. Baba yako na mama yako walitamka nini juu ya siku yako ya kuzaliwa? Kwa hiyo unaweza ukajikuta wewe unashughulika na ndugu zako sana, si kwa bahati mbaya, kuna kamzigo Mungu amekaweka. Wakikuona wanasema kaka amekuja. Watu wanaukimbilia kwa sababu wote wanakufurahia, ndicho ulichobebeshwa, wewe ni furaha, biera. Kwa kama siku yake imewekewa magonjwa, kwamba huyu mtoto nimemzaa katika hali ya wagonjwa, inawezekana pia hawakuita jina lakini kuna kitu walisema. Kwa unaona kuna vitu vinakuandama toka ukiwa mdogo mpaka leo hii vinakusumbua. Ulikataliwa hujaokoka, unakataliwa mpaka kwenye wokovu. Unaumwa hujaokoka, mpaka leo umeokoka unaendelea na magonjwa. Unajiuliza hapa kuna shida. Ulikuwa maskini kabla ya kuokoka na kwenye wokovu wewe ni maskini bado. Lazima ujiulize kuna shida. Siku moja alikuja kijana mmoja hapa kutoka dini kwetu nimuombe. Nikamuuliza shida yako nini? Akaambia wizi. Lakini mimi nafahamu baba yake alikuwa mwizi pia. Na babu yake alikuwa mwizi pia kijijini kule. Naye mwenyewe dogo anaiba. Kwa kuna maroho mengine yamezaliwa. Kwa tunapotaka kuombea siku hizi wana wa Mungu, ni lazima tujipange sawa sawa. Ulibebeshwa nini? Kwa shetani anataka amri mtoto anakula nini? Vitu vya kiroho. Utajiri ni kitu cha kiroho, mafanikio ni kitu cha kiroho, mtu anazaliwa nacho. Kinawekwa siku ya kuzaliwa. Kwa adui akikiiba, unakuta una maisha ambayo hayana kitu. Kwa Yabesi anamwambia Mungu, naomba unibariki nisije nikaishi maisha ya huzuni kwa sababu ya mama yangu. Na wewe usiishi maisha yasiyokuwa na kitu kwa sababu ya ukoo wako, kwa sababu ya kabila lako na kwa sababu ya mama yako. Usiishi. Kwa uokovu unakupa uhalali wa kuiambia miungu na maroho ya miungu na yale mazuio yaliyowekwa kwako, unayaambia nimezaliwa mara ya pili, kuanzia leo msivuke. Adui anakula nini?
Mtoto anapozaliwa anawindwa, kinawindwa alichokibeba ambacho kitamtambulisha kwenye ulimwengu. Anawahi anakiiba namna hii, mtoto anabaki empty, anatembea ni mtupu, hana chochote. Unashangaa hii sampuli imetoka wapi? Kumbe ni ya familia. Siku yako ya kuzaliwa imebeba nini? Kuna magonjwa mengine yanazaliwa, kuna mengine yamewekwa kwenye siku zetu za kuzaliwa. Mathayo 15:13 Bwana anasema kila panda solipanda Baba yetu wa mbinguni linangolewa. Kuna mapando umewekewa yang'oe. Kuna mapando yanaitwa magonjwa yang'oe. Kuna mapando yanaitwa umaskini yang'oe. Kuna mapando yanaitwa shida, dhiki na taabu. Mwambie Mungu na yang'oa kwa jina lako. Usinyamaze. Yape sana omba na mwambia Mungu, hapana, sina dhambi lakini shida ya mama. Sina tatizo, ugonjwa huu ni wa ukoo, kifafa cha ukoo, kutokuolewa kwa ukoo, matatizo ya ukoo. Anapiga kelele. Kwa kuna vitu vingi kadri tunavyofundishana tutaviona tu. Kwa maisha yako yakiibiwa, wanaiba kilichobebwa ndani ya maisha. Siku za mtu zinashikiliwa na siku ya kwanza. Kwa siku ya kwanza ikiibiwa, kuna kesho utakuwa na masiku ambayo hana chochote ndani. Ayubu anasema sura ya 3, Ayubu anasema siku zisihesabiwe katika mwaka. Kwa unaweza ukawa ni mtu ambaye huna hata miezi yenye baraka ndani mwako. Kitu cha 3 cha mwisho nimalize, kinachoibiwa ni nini? Siku nazaliwa, inaibiwa nini? Uhusiano wa mtu na Mungu. Maganga anakutaka ukawe mganga na Mungu anakutaka ukamtumikie. Kwa ile karama, ile kipawa wanawahi pale. Huyu anataka ukawe mganga wa kienyeji, huyu anataka ukawe mchungaji. Zinapigwa mlangoni. Inadependi aliyekuzaa alikuwa na mtazamo upi. Uhusiano wako na Mungu, kile kipawa kinaviziwa siku unapozaliwa, wanachukua pale, wanakupora. Kwa unashangaa una mtoto anapenda ushirikina, alijifunza wapi haya mambo? Mbona kwetu waganga walikuwa waji? Siku alipozaliwa. Analala anaota kuchimba dawa tu. Mama anaota vibaya, naota bibi analetea dawa. Kumbe katoto ka dawa. Bwana asifiwe. Siku ya kuzaliwa kinaibiwa kitu cha kimungu. Kinaibiwa kipawa, inaibiwa karama ambayo mtu ametoka nayo huko ndani. Mama kapambana, kaombea tumbo lake lilikuwa na mnyonga, katolea na sadaka. Siku mtoto amezaliwa hakutoa sadaka, wakaiba. Twende kitabu cha Waamuzi sura ya 13. Mzee Manoa anatoa sadaka kabla Samson hajazaliwa. Waamuzi sura ya 13. Tunaweza kusoma ule mstari wa 19. Manoa akamtoa yule mwanambuzi pamoja na sadaka ya unga, akamtolea Bwana juu ya mwamba. Huyo malaika akatenda ajabu, Manoa na mkewe wakaangalia. Kwa maana ikawa mara huo mwali wa moto ulipopaa juu mbinguni kutoka pale madhabahuni, huyo malaika wa Bwana akapaa katika mwali wa moto wa madhabahu, na Manoa na mkewe wakaangalia, wakainama kifudifudi. Twende 24. Basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samsoni. Mtoto huyu akakua, Bwana akambarikia. Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika Mahana Dani na katika Sola na Ethatahori. Ukisoma Waamuzi sura ya 13 yote, huyo mama alikuwa ni tasa, mke wa Manoa. Kwa akaambiwa utazaa. Akaenda akamwambia mume wake akaandaa sadaka kabla mama hajabeba mimba. Ile sadaka ilipokelewa, nguvu ya Mungu ikafunika mama Manoa miezi 9. Manoa akazaa. Alipozaa akamuita mtoto Samson. Biblia inasema akakuwa, no problem. Dogo alipoanza huduma, angalia, akaenda Waamuzi 14, akaenda Timina.
Akamuona kule dada mzuri wa Kifilisti, akaoa. Baba yake na mama yake wanapiga kelele, wakamwambia, dogo wewe umeokoka, wewe ni mtakatifu, na oaje Mfilisti? Akamwambia, nimempenda. Kaa chini baba. Ajakaa sawa. Samsoni mke wake limeenda vitani kule, akakuta mke wake ameolewa na mtu mwingine. Akamwambia, amnijui. Akachukua mbweha 300, akachoma mashamba ya Filisti kulipa kisasi. Unamsoma Samsoni sura ya 14, 15, sura ya 16, Samsoni anafia kwenye kifua cha mwanamke mnaziri wa Bwana. Anahubiri, lakini mzinzi kubuu. Kapata wapi uzinzi? Siku alipozaliwa. Mzinzi wa kurumangia. Afai. Kila Samsoni alipokuwa anakwenda kufanya huduma lazima aoe usiku. Kasome Biblia. Sio Delila tu, nyinyi mnajua Delila. Delila wa mwisho. Never miss. Alali bila mke, roho aliipata wapi? Kwa sababu toka tumboni alikuwa mnadhiri. Mnaziri wa Bwana, mtu aliyetengwa. Huu utapeli kaupata wapi? Kavamiwa. Siku anazaliwa hakuna sadaka. Lakini unaona tofauti ya Samueli kuzaliwa kwake na Samson. Samueli mama yake anaambiwa akiwa madhabahuni, anatoa sadaka, anakwenda anabeba mimba. Siku alipomzaa mtoto akamleta madhabahuni pa Bwana na ng'ombe 2 na efa ya unga. Kasome vizuri. Unaweza ukailinda mimba vizuri ukaiombea. Ukizubaa siku ya kuzaa ile day 1, watu wanampokea mtoto. Ndio maana nimewambia acheni utapeli wa siku 40, si unasubiri 40, si unasubiri 50. Acha story hizo. Ni za kipagani hizo moja kwa moja. Mtoto anapozaliwa nani anamshika wa kwanza? Wewe ni mtu wa madhabahu, anzia madhabahuni. Kwani kuna shida gani ukatoka pale ukapita hapa ukaenda nyumbani? Hasishikwe na watu wengine hawana mikono. Wana mambo yao, anamshika mtoto ana release power. Kuna mtoto huyu anapelekwa madhabahuni, huyu anapelekwa kwenye huduma moja kwa moja. Samson aliyetengwa toka tumboni kwa mama anakufa bila macho. Watu wameyangoa. Baada ya kuwa mhubiri akawa msaga ngano. Kipawa kinalindwa, kitu cha Mungu kinalindwa ndani ya mtoto. Inawezekana wewe kutolewa sadaka. Leo toa sadaka kwa ajili yako. Inawezekana mwanao kumtolea sadaka wa kwanza, mtolee sadaka. Lengo la wokovu, anza upya. Hatuendelezi makosa yamefanywa, hatukuwepo. Sasa tupo. Yale yaliyopandwa kinyume tunayangoa. Yeremia 1:10 ni angalia nimekuweka wewe, kazi yako ni kungoa. Unaweza ukakamata kesho ya familia ukiamua. Unaweza ukatengeneza kesho yako mpya ukiamua. Mtazamo wa baba yako, mtazamo wa mama yako ulisukumwa na mtazamo wake kiimani. Kama alikuwa mshirikina, aliona hivyo. Mwingine anasema mimi nipate pesa, wanangu wote ni wa kwako, anamkabidhi wote Ibilisi na wakabidhi kwa Ibilisi. Hawa wanaotafuta hela wanakabidhi mpaka vizazi. Kwa baraka inaweza kuhama toka kizazi hadi kizazi, na laana inaweza kutoka kizazi hadi kizazi. Sawa hayo maneno. Kwa wewe umeokoka, anzisha kizazi kipya kinachobeba kitu cha kimungu, unakiweka na kipandikiza kwa kufanya vita vya kisadaka. Inua mikono yako, rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, leo ninavua kila roho na kila ugonjwa na kila kitu cha kurithi, kitu kile walichopandikiza kwenye siku yangu ya kuzaliwa.